والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu katika imani, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukutanisha tena katika masiku haya ambayo ni masiku ya maandalizi kwa ajili ya kwenda kutekeleza nguzo moja katika nguzo za Uislamu tano, ambayo ni nguzo ya hija. Nguzo ya hija ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwabashiria watu wanaokwenda kuitekeleza kwamba wakiitekeleza vizuri kama inavyotakiwa, basi malipo yao hakuna malipo zaidi ya pepo, na kurudi wakitoka katika safari hiyo wakiwa kama vile wamezaliwa upya, hawana dhambi hata moja. Hii ni bishara kubwa sana ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa watu ambao wanakwenda kutekeleza ibada ya hija. Lakini ili bishara hii ifanye kazi, yanatakiwa mambo kama haya, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka sharti ya bishara hii kwamba ni hija pale itakapotekelezwa kikamilifu kwa kufuata taratibu zote zilizowekwa na sheria, na haya huwezi kuyapata bila kuhudhuria vikao kama hivi, ima kabla ya kuhiji kwa muda mrefu, kwa maana mtu kapita vioni. Kwa hiyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa vikao hivi. Allah tukubalie na Allah vijalie vikao hivi vikao vya kheri, na yale yanayotarajiwa yaweze kukamilika. Kama alivyotangulia shekhe kusema kwamba leo tutazungumzia nguzo pamoja na wajibu za hija. Nguzo zikitajwa kama arkanul hajj na wajibu za hija zikitajwa kama wajibatul hajj. Katika Uislamu hivi vitu ni vitu vya kawaida, tumevizoea katika ibada zote. Kila ibada ina nguzo, kila ibada ina sunna, kila ibada ina wajibu, na hivi ni vitu ambavyo vinatakiwa kutekelezwa ndani ya ibada. Ukisikia faradh au ruknu au wajib au sunna, ni vitu ambavyo vinatakiwa vitekelezwe ndani ya ibada husika, lakini vinatofautiana uzito katika ile ibada. Ukisoma katika milango mingine ya fiqhi, katika fiqhi ya Imam Shafi'i, nataja madhhabu ya Imam Shafi'i kwa sababu ndio madhhabu yanayofuatwa sana katika maeneo yetu. Unaposoma ukakutana na kitu kinaitwa nguzo, au kwa lugha ya kisheria rukunu, ukakutana na jina jingine linatamkwa kama fardhin, ukakutana na tamko jingine linatajwa kama wajibun, katika milango yote ya fiqhi maneno matatu haya yanamaanisha kitu kimoja: ruknun, fardhun na wajib. Hiki ni kitu kimoja ndani ya mlango wa swala, ukenda kwenye zaka, ukenda kwenye kila kitu isipokuwa mlango wa hija. Mlango wa hija ukisema fardhi na ruknun ni kitu kimoja, lakini wajib inajitenga, ni kitu kingine, sio rukun wala sio fardhi. Na hapa kwenye mlango wa hija Imam Shafi'i amekwenda sawa na wenzake katika kutofautisha kati ya fardhi na wajib, kwa sababu wenzake wanatofautisha hata kwenye milango mingine. Kwa Imam Ahmad ukisema fardh na wajib hata kwenye swala
ni vitu viwili tofauti. Imam Shafi huko hakwenda nao sawa, isipokuwa amekuja kwenda nao sawa katika mlango wa hija. Katika mlango wa hija Imam Shafi naye anakubali kwamba fardhi ni kitu mbali na wajibu ni kitu mbali. Sasa leo hapa tutataja fardhi kwa maana ya ruknu za hija, halafu tutataja wajibatu za hija. Tukiingia katika tofauti ya fardhi na wajibu kwenye hija ili twende vizuri, ni kwamba fardhi za hija au nguzo za hija ni vitu ambavyo lazima vitekelezwe katika hija. Kikiachwa kimoja katika hivyo, hija itakuwa imeharibika. Huyu mtu atakuwa hija yake imeharibika, atakuwa kama vile mtu ambaye hajahiji, kama hatopata fursa ya kuwahi kukitekeleza kabla muda haujampita. Kama itakupita fardhi au nguzo ya hija na alhamdulillah ukapata muda wa kuileta kabla haujapitwa na wakati, hapo utakuwa umeitengeneza hija yako. Lakini kama utashindwa kuitekeleza nguzo ya hija mpaka wakati ukapita, ukaondoka Maka ukarudi nyumbani, jua hiyo hija imeharibika. Ni vitu vya kuangalia kwa umakini mkubwa sana. Tofauti na wajibu. Wajibu pia ni vitu vya lazima kutakiwa kutekelezwa, lakini haviharibu hija lau kimoja hakitotekelezwa. Na ikitokea mtu hajatekeleza wajibu, kuna mambo ya kufanya ili kuziba lile pengo la ile wajibu ulioiacha. Lakini kwenye nguzo hakuna cha kuziba pengo isipokuwa nguzo yenyewe. Lazima nguzo yenyewe itekelezwe. Ukiiacha hakuna kingine cha kufanya. Kwa hiyo vitu vinavyofanyika kwenye hija ni aina tatu. Tuna nguzo ambazo ndio rukunun au fardhun, halafu tuna wajib ambavyo hivi ni vitu vya lazima, halafu tuna sunna. Hivi vyote ni vitu ambavyo vinatakiwa vitekelezwe katika hija. Mtu asiache ila kwa dharura katika vile ambavyo vinaachika. Sunna inaachika, lakini usiache ila kwa dharura. Wajibu haitakiwi kuachwa, lakini ikiachwa tunayo njia ya kuziba pengo. Nguzo ukiacha hakuna cha kuziba pengo. Nguzo za hija ni zipi? Nguzo za hija ya kwanza kabisa ni ihram. Ihramu ni nini? Ihramu ni nia ya kuingia kwenye ibada. Kama ni ibada ya umra, basi ihramu ni ile nia ya kuingia kwenye ibada ya umra. Kama ni hija, basi ihramu ni nia ya kuingia kwenye ibada ya hija. Tunasisitiza sana nia ya kuingia kwenye ibada, kwa sababu kuna tofauti kati ya nia ya ibada au nia ya kufanya ibada na nia ya kuingia katika ibada. Hizi ni nia mbili tofauti. Sasa hivi watu wote ambao wameshajiandikisha kwenda hija tayari wameshatia nia ya kufanya ibada ya hija. Tayari nia ipo, lakini bado hamjaingia ndani ya ibada ya hija. Kwa hiyo pale unapotaka kuingia kwenye ibada sasa ndio unaleta nia ya kuingia kwenye ibada, na hii ndio inaitwa ihram. Ihramu sio nguo kama baadhi ya watu wanavyofikiria kwamba ihram ni zile nguo tunazovaa. Zinaitwa ihram kwa sababu zimeambatana na ihram. Lakini ihram ni ile nia, na ndio maana utakuta hili neno ihram tunalikumbuka liko hata kwenye swala. Swala kuna takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni ile takbira inayoendana na nia ya kuingia kwenye swala. Kwa hiyo ihramu katika hija na umra ni ile nia ya kuingia ndani ya ibada ya hija ama umra. Ihram
Kuna maneno ambayo watu wanayasema tunapoingia kwenye ibada ya hija ama umra. Kuna yale maneno tunayosema labbaik allahumma umra au labbaik allahumma hajjan au labbaik allahumma hajjan wa umra. Wanawachuoni wamegawanyika makundi mawili katika haya maneno. Kuna baadhi ya wanawachuoni wanahesabu kwamba haya maneno ni nia, na wanatolea ushahidi kwamba inafaa kutamkwa nia kwa mdomo, kwa sababu Mtume ametamka nia ya hija na nia ya umra kwa kusema hayo maneno labbaik allahumma umra au labbaik allahumma hajja. Wengine wanasema hapana, haya maneno sio nia. Nia ni yale makusudio wewe unayoyaweka katika moyo wako kwamba sasa naingia kwenye ibada ya umra au ya hija, kama ilivyo nia katika swala na katika ibada nyingine. Nia ni yale makusudio ya kuingia kwenye ibada unayoifanya. Ukisema kwamba sasa mimi naingia kwenye swala, moyo wako unasema mimi naingia kwenye swala, tayari hiyo ni nia. Sasa unapoleta takbira ndio inaitwa takbiratul ihram, kwa maana ni takbira inayoendana na nia ya kuingia kwenye swala. Haya maneno yanaitwa talbiya, na wanawachuoni wote wanakubaliana katika hili neno talbiya. Talbiya ni nini? Talbiya ni kuitika. Mtu anapoitwa katika lugha ya Kiarabu na hata katika lugha ya Kiswahili tunaitikiaje? Tunaitikia labbaik. Kwa hiyo labbaik ni talbiya. Talbiya maana yake ni kuitikia unapoitwa. Na sisi tunajua katika ibada ya hija na umra tumeitwa. Sasa unapofika katika sehemu husika, sasa unataka kuingia kwenye ibada hii ambayo imekupeleka, unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba nimekuitikia ewe Mola wangu. Labbaik Allahumma hajjatan wa umra. Allahumma labbaik Allahumma hajjan wa umra. Ya Rabbi, nimekuitikia mimi kwa kutekeleza hija na umra. Pamoja na ikhtilafu hii, wanaosema haya maneno ni nia na wanaosema maneno haya sio nia, wote wanakubaliana kwamba nia inatakiwa kukaa moyoni. Haya maneno wote wanaochuoni wanakubaliana kwamba yanatakiwa haji ayatamke. Hakuna anayesema yasitamkwe. Wote tunakubaliana yatamkwe. Lakini wengine wanasema yanatamkwa kama nia, wengine wanasema hapana, yanatamkwa baada ya nia. Kwa hiyo nia ile ya moyoni, na sote tunakubaliana lazima nia itoke moyoni, halafu ndio tutamke haya maneno. Sasa ukiyaita nia, ukiyaita talbiya, muhimu tia nia moyoni kwamba unaingia kwenye ibada ya umra au haji, halafu leta talbiya, muitikie Mola wako. Hapo utakuwa umetekeleza ihram, nguzo ya kwanza ya hija. Tutaona huko mbele atakaye acha kutia nia. Lakini kwa haraka tu kwamba ukiwa hakuna nia, ibada hakuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat. Sasa mtu akiwa ameondoka nyumbani, hasa wanaume ambao wana nguo maalum za ihram. Wengine wanavaa ihram wakiwa airport. Wengine akishavaa anahisi tayari ashaingia kwenye ibada. Sasa anaweza akapita mikati wala asistuke, anakwenda tu. Kwa hiyo anaingia Maka hana nia ya kufanya ibada. Hii ni hasara kubwa. Ukikumbuka kabla haujafika, yani watu hawajatoka Arafa haijaisha, unaweza ukawahi ukaitia nia, lakini sasa utakuwa umeacha wajibu ambazo tutazitaja. Umeacha wajibu kwa sababu nia ni nguzo, lakini kuileta nia ukiwa mikati ni wajibu. Kwa hiyo nia lazima iletwe mikati. Ukikosekana kuletwa mikati, ndio unaweza ukaileta hapo ulipo, na itabidi sasa upate adhabu ya kisheria ambayo itabidi uitekeleze.
inshallah tutaizungumza, lakini kwa tunatoa tambihi kwamba ikiwa imetokea hukutia nia, umekwenda tu, umekwenda na nguo zako mwenyewe umevaa, umeingia Maka, watu wanakwenda na wewe unaenda mpaka ukamaliza, hujatia nia kuingia kwenye ibada, wewe umekula hasara, umeenda kutalii Maka. Na utarudi na picha za Arafa na wapi na wapi, umeenda kutalii, kama vile mtu anaenda Serengeti. Kwa sababu ibada yoyote lazima nia, innamal a'malu binniyat. Nguzo ya pili, al-wuqufu bi Arafa, kusimama Arafa. Kusimama kwa maana ya kuhudhuria na kuwepo Arafa, sio kwa maana ya kusimama kwa maana ya kuwa wima muda wote, hapana. Kusimama kwa maana ya kufika Arafa na kuwepo Arafa kwa kipindi ambacho kinakubalika kisheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha umuhimu na uzito wa nguzo hii ya Arafa baada ya nia, Mtume kasema alhajju Arafa, hija ni Arafa. Ukikosa Arafa umekosa hija. Arafa tunasimama wakati gani? Arafa tunasimama au tunatakiwa kuwepo Arafa kuanzia jua linapopinduka siku ya 9 ya Dhulhijja. Tunatakiwa tuwepo Arafa kuanzia jua linapopinduka mpaka jua linapozama. Kuanzia linapopinduka mpaka linapozama, kipindi chote hiki unatakiwa kuwepo Arafa. Lakini hii kupinduka sio lazima likipinduka tu lazima uwepo Arafa. Muda wa kuwepo Arafa unaanzia pale jua linapopinduka. Kwa hiyo unaweza ukachelewa kwa sababu ya mwendo, ukafika alasiri, ukafika kabla ya magharibi kidogo, au ukafika magharibi yenyewe. Sawa, unaweza ukafika saa 2 usiku, unaweza ukafika saa 3 usiku. Muda wa Arafa unaendelea mpaka alfajiri ya siku ya Idi. Ikishafika alfajiri ya siku ya Idi bado huja kanyaga Arafa, wewe umeikosa Arafa. Jamani, muhimu sana, alhajju Arafa, hija ni Arafa. Ukikosa Arafa, hija umeikosa. Kukosa Arafa sio kile kipindi watu wanaondoka kule magharibi wanakuja Muzdalifa ukahesabu wewe umekosa Arafa. Hapana, bado Arafa ipo kuanzia jua linapopinduka mpaka alfajiri ya siku ya Idi. Kuna watu wengine kwa sababu ya safari na nini anajikuta anaingia Maka saa 6 za usiku. Ukishakutwa na mtihani huo, ukishaingia Maka, usitafute habari nyingine, wewe tafuta gari, kimbilia Arafa. Nenda Arafa muda wowote ule utakapofika Maka hiyo siku ya 9, kabla alfajiri haijafika. Baadhi ya wanawachuoni wanasema siku, yani kuhudhuria Arafa, muda kuhudhuria Arafa unaanzia alfajiri ya siku ya 9. Tumesema kupinduka jua, huu ni msimamo wa jamhuri, kundi kubwa la wanawachuoni wa Kiislamu. Lakini wapo wachache wanauvuta ule muda, wanasema kuanzia alfajiri ya siku ya 9 mpaka alfajiri ya siku ya Idi ambayo ni siku ya 10. Kwa hiyo hapa kipindi chochote kile ambacho utapita Arafa, utafika Arafa, wewe utakuwa umefanikiwa kusimama Arafa. Sasa swala la kukaa mpaka kufika magharibi linakujaje? Swala la kukaa Arafa mpaka magharibi ni kwa yule ambaye amefika Arafa kabla ya magharibi. Ukifika Arafa saa 5 asubuhi, ukifika Arafa saa 10, ukifika Arafa saa 8, ukifika Arafa saa 6, usiondoke mpaka magharibi. Ukiondoka Arafa kwa aliyefika Arafa kabla ya magharibi afu akaondoka kabla ya magharibi, huyu atakuwa ameacha wajibu katika wajibu za hija. Kubaki Arafa
kwa mtu aliyefika Arafa mapema kubaki mpaka magharibi, hii ni wajibu katika wajibu za hija ambazo tutazitaja huko. Lakini ukifika Arafa baada ya magharibi, hauna kiwango cha kukaa Arafa. Si tunaelewana jamani? Ukifika Arafa kabla ya magharibi, unatakiwa ukae mpaka ifike magharibi ukiwa Arafa. Tarehe 9 hiyo. Kubaki kwako wewe Arafa mpaka magharibi, huu ni wajibu. Ukiacha hapa kuna adhabu. Lakini ikitokea umefika Arafa baada ya magharibi, wewe huna muda maalumu wa kubaki Arafa. Pameeleweka nafikiri hapa? Ukikaa dakika 2, ukikaa dakika 5, ukikaa dakika 10, utajua mwenyewe. Maadamu umefika baada ya magharibi, ukishaingia tu Arafa tayari wewe ushaipata Arafa, na unaweza ukaondoka wakati huo huo ukawafuata wenzako Muzdalifa. Tunaelewana kisha? Hapo ukiwa umeingia Arafa baada ya magharibi. Kama tulivyotoa mfano, mtu ameingia Maka saa 5 za usiku. Hapo atafute gari aende zake Arafa. Ukifika Arafa, ukishasimama tukijiona uko ndani ya Arafa, tayari umeshamaliza nguzo yako ya Arafa, na unaweza kuchukua usafiri tena ukaelekea Muzdalifa. Lakini ikitokea umefika Arafa kabla ya magharibi, uruhusi kuondoka mpaka magharibi. Hapo pamekaa sawa sasa? Inshallah. Ikitokea mtu ametia nia, umeshafanya nia yako ya kuingia kwenye ibada ya hija, halafu yakazuka mambo yakakuzuia kufika Arafa mpaka alfajiri, hapo hija imeshakupita. Hija imekupita. Kinachotakiwa uende ukatekeleze matendo ya umra, kwa sababu wewe tayari umeshatia nia ya ibada ya hija. Chini ya ibada ya hija ni umra, kwa sababu hija ni Arafa, na Arafa ushaikosa, maana yake wewe hija tena huna. Kinachotakiwa rudi msikitini Maka, nenda katekeleze yale matendo ya umra, na hapo utakuwa umemaliza nini, umetahallal, yani umetoka kwenye ile ihramu yako. Si tunaelewana hapo? Ukishatoka kwenye ihramu yako, kinachofuata ni nini? Kinachofuata una wajibu wa kuja kuilipa hiyo hija mwakani. Wajibu wa kuja kuilipa hija hiyo mwakani kama utapata uwezo. Ukikosa uwezo, siku yoyote utakapata uwezo tukuja kuilipa, kwa sababu tayari ulishatia nia ya hija. Umeambiwa utende matendo ya umra ili utoke kwenye ile nia, kwa sababu nia ya hija na umra, ndugu zangu, unaweza kukaa nao maisha yako yote. Kama kuna kitu huku kitekeleza ukakisahau, kitu ambacho kinasababisha ihramu bado uwe nayo, utakuwa nayo ihramu mpaka siku unakufa. Sasa kuna mambo ili utoke kwenye ihramu lazima uyafanye, na inshallah tutakuja kueleza katika darasa zetu zinazofuata. Lakini moja ya hayo mambo, ukitia nia ya hija ukashindwa kusimama Arafa, unaenda kutekeleza umra, na hapo utakuwa umetoka kwenye ihram ya hija ulionuia. Hapo utakuwa huna deni la ihram, lakini una deni la kuja kulipa hija yako kama ulivyoinuia. Nguzo ya 3, tawaf. Tawaf ni moja katika nguzo za haji. Ikikosekana tawaf, ibada ya hija imeharibika. Lazima tawafu itekelezwe. Mtu anayefanya hija anaweza akawa na tawafu zaidi ya moja. Sasa ni tawafu gani ambayo ni ya lazima?
ambayo ndiyo nguzo ya hija. Ni tawafu ipi katika hizi tatu? Mtu anayetia nia ya kufanya tamattu'i katika zile aina tatu za utekelezaji wa ibada ya hija, akinuia kutekeleza hija ya tamattu'i, kwa maana anafanya umra kwanza, anamaliza, alafu anakuja kufanya hija, huyu atakuwa na tawafu mbili. Tawafu ya kwanza atafanya tawafu ya umra, tawafu ya pili atakuja kufanya tawafu ya hija. Huyu tawafu zake zote hizi ni za lazima. Hii moja itakuwa ni nguzo ya umra, hii moja ni nguzo ya hija. Tunaelewana? Mtu atakayefanya ibada ya hija kwa aina ya ifradi, kwamba anafanya hija peke yake bila kuichanganya na umra, huyu atakuwa na tawafu mbili. Tawafu ya kwanza atakuwa na tawafu al-qudumi, tawafu ya kufika Maka. Ukishafika Maka unafanya tawafu hii, inaitwa tawafu al-qudumi. Tawafu hii ni sunna, hii sio lazima. Halafu atakuwa na tawafu al-ifadha ambayo ndio tawafu ya hija. Hii ni ya lazima. Kila moja tutakuja kuielezea mahala pake tutakapokuja kueleza utaratibu mzima wa kutekeleza ile ibada ya hija na umra. Tawafu al-ifadha hii ni ya lazima. Kwa hiyo kuna tawafu al-qudumi kwa mtu anayefanya hija peke yake. Tawafu al-qudumi, tawafu ya kufika Maka. Unajitambulisha kwamba mimi nimefika Maka, unafanya tawafu. Hii ni sunna, inaitwa tawafu al-qudumi, tawafu ya kufika. Alafu utaendelea na matendo yako ya hija. Alafu siku ya Idi ile ukishamaliza, ukishatoka Muzdalifa ukapiga mawe kikuta kile cha kwanza, una uwezo wa kwenda kufanya sasa tawafu al-ifadha ambayo hii ni tawafu ya hija, ambayo ndio hii tunaisema hapa tawafu ya nguzo. Ikikosekana hii nguzo, yani hija imeharibika mpaka hapo itakapotekelezwa. Aina ya tatu ni qiran, kufanya hija na umra pamoja kwa kuzichanganya pamoja. Hii tofauti yake na tamattu. Tamattu unaanza umra kwanza, unafanya unamaliza, halafu unakuja kufanya hija peke yake na unafanya unamaliza. Lakini qiran zinachanganywa hija na umra kwa pamoja. Matendo ya hija unayofanya ndio hayo hayo ya umra. Hapa kutakuwa na tawafu mbili napo. Kutakuwa na tawafu al-qudum au tawafu ya umra. Tawafu ya umra, alafu kutakuwa na tawafu ya haji. Hizi hazitangalishi. Unaweza kaita ya umra vile au kaita tawafu al-qudum. Kwa sababu tawafu utakayoifanya moja, hiyo inashika sehemu zote kwenye hija na umra, kwa sababu zimechanganywa pamoja. Na hapa wanawachuoni wanaelezea kuhusu swala la sa'i baina Safa wal Marwa. Na ukiangalia maneno haya ndio utapata kwamba kuna tawafu mbili hata kwa mtu anayefanya qiran, kwamba utakapofanya tawafu ya umra ile ya kwanza ambayo itakuwa ni tawafu ya umra au kama wengine wanavyoita tawafu al-qudum, ukimaliza ile tawafu una khiari ya kwenda kufanya sa'i Safa na Marwa, au ukaacha ukaenda zako ukatekeleza matendo ya hija mpaka ukaja ukafanya tawafu ya hija ndio ukafanya na Safa na Marwa. Si tunaelewana hapa? Kwa maana kwamba qirani na ifradi hazina tofauti katika utekelezaji wake. Unaanza tawafu ya kwanza, halafu unaenda kutekeleza mambo mengine, halafu unakuja kufanya tawafu ya pili, halafu unafanya Safa na Marwa. Au ukitaka unaweza ile tawafu ya kwanza ukafanya tawafu halafu ukafanya
Safa na Marwa, alafu ndio ukaenda ukatekeleza yale mengine. Siku ya kuja kufanya tawafu ile ya hija ukafanya tawafu peke yake, ukawa umemaliza Safa na Marwa, huna tena wajibu wake, ikiwa umefanya ifradi au umefanya kirani. Na inshallah tutakuja kuelezea vizuri katika pale tutakapoeleza utaratibu wa kutekeleza hija na umra. Lakini kwa hapa makusudio ni kwamba tawafu mtu anaweza akawa nazo zaidi ya moja. Sasa lazima tujue ni tawafu gani ambayo ndiyo tawafu ya hija ambayo ni ya lazima. Haya ndio makusudio ya hapa. Tawafu ya lazima ambayo ndio tawafu ya hija ni ile tunayoitekeleza baada ya kutoka Muzdalifa na kufanya yale mambo ya pale Mina, kupiga mawe, ambayo inaweza kutekelezwa kuanzia siku ya Idi na kuendelea. Tawafu ya hija huwezi kuitekeleza kabla ya siku ya Idi. Si tunaelewana au tunachanganyana? Tunaelewana? Naona kidogo kama mimi mwenyewe najichanganya. Kwa sababu gani? Tunapokwenda Arafa tukamalizana na mambo ya Arafa, tunakuja Muzdalifa, tunalala Muzdalifa. Tukitoka Muzdalifa tunakuja Mina. Tukifika Mina, vitu vinavyofanyika Mina, tunapiga mawe kikuta kile kikubwa cha kwanza siku ya kwanza. Halafu pale kuna swala la kuchinja na kunyoa au kupunguza nywele. Kina mama wanapunguza, kina baba bora ni kunyoa. Kuchinja siku hizi tunachinjiwa na mawakala, kwa sababu sasa hivi ukisema kila mmoja achukue mnyama wake achinje pale itakuwa balaa. Wale mawakala tuliowalipa pesa wanatuchinjia huko. Kwa hiyo pale ni kupiga kikuta kile na kupunguza nywele. Ukishamaliza vitu hivi, kinachofuata ni kwenda Maka, kwenda kufanya tawafu. Tawafu hii ndio tunaoizungumzia, ndio tawafu ya hija, ndio tawafu ya nguzo, ndio ambayo hii ikikosekana hija itakuwa kwenye matata. Na si lazima uende siku hiyo hiyo. Unaweza kuona mimi nimechoka, ngoja nitakwenda kufanya kesho. Lakini sasa hasara yake, na si hasara moja kwa moja, utachelewa kutoka kwenye ihram. Kwa sababu unapotoka Muzdalifa ukaja Mina, ukapiga mawe, ukanyoa nywele au ukapunguza, pale tayari unatoka kwenye ihramu yako nusu. Kwa maana kuna mambo yaliyokuwa haramu yanakuwa halali. Akina baba hawaruhusi kuvaa nguo za kawaida wakiwa katika ihram, lakini wanapopiga mawe wakanyoa, pale tayari wanaruhusiwa kuvaa nguo zao na kuoga kwa sabuni nzuri, kujitia manukato, haina shida. Lakini kama mtu amekwenda na ahli yake, bado ni haramu kuwa karibu na ahli yako, kwa maana ya mambo ya majumbani, mpaka ukafanye tawafu na sa'i. Ukishafanya tawafu na sa'i, hapo sasa uko huru, ushatoka moja kwa moja kwenye ihram. Kinachoendelea ni kukamilisha tu yale matendo, na wala hayadhuru kwamba huwezi kubaki ndani ya ihram tena. Ukishafanya tawafu ukafanya na sa'i, wewe sasa wanaita umetahallal tahallul kubra, ushatoka kwenye ihram moja kwa moja, kwa maana kwamba hapo sasa mambo yote ni halali.